na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Imetajwa dini hapo, mpe dini imetajwa hapo. Dini dini ni njia ama si njia? Tukubaliane. Nasema dini ni njia, kwa mfumo mwingine ni njia. Yesu anasema, unafikiri sijui 3:99 Qur'ani? Mpe 3, mpe huyo 3:99. Nikufungulie masikio sasa unisikie vizuri. Sura ya 3 aya yake ya 99 inasema, twende. Baada yaudhu billahi minash shaitani rajim, ndio sema, na enyi mliopewa kitabu safi, kwa nini mnawazuilia watu na njia yani dini ya Mwenyezi Mungu? Bwana maiki, subiri hapo hapo. Imetajwa dini, yani ikatajwa njia. Si nisema sio kila njia ni dini. Subiri hapo hapo. Sio kila. Subiri. Hii hapa si ni njia hii. Hapa imesema dini ni njia. Rudia tena aya ya Qur'ani. Twende. Unasema enyi mliopewa kitabu safi, kwa nini mnawazuilia watu na njia? Kwa nini mnawazuilia watu na njia? Yani dini ya Mwenyezi Mungu. Kana maiki msomaji, maana yake ni kwamba sio kila njia ni dini. Hii hapa tunaiona ni njia hii. Hii utaita dini? Haiwezekani. Ama kwa upande wenu hii pia ni dini? Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu hapa hajasema yeye ni dini. Ayubu 4:6. Yesu hajasema kwamba yeye ni dini, la. Amezungumzia njia kwamba mimi ndimi. Tena andiko hili linazungumza neno mimi mara 2, kisha neno njia limetajwa mara 2, kisha neno kweli limetajwa mara 1, kisha neno uzima likatajwa mara 1. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hapo hakukusudia dini. Ayubu 4:6. Je, ndio dini yako sio mataraja yako? Rudia tena. Je, dini yako ndio sio mataraja yako? Mpe. Hakuna kuendelea, chukua maiki. Rudia tena. Je, dini yako sio mataraja yako? Mpe. Wewe uko na dini yako? Dini? Si nimetoa maandiko. Rudia tena Ayubu. Rudia tena. Je, dini yako sio mataraja yako? Mpe. Wewe si una dini yako? Endelea. Hakuna kuendelea. Endelee, twende. Hiyo huna hiyo. Na matumaini yako ndio si huo uelekevu wa njia zako? Mpe sasa. Si unaona? Naanza tena kusema. Si unaona venye naeleza vizuri? Wewe uko na dini? Dini ni njia, uelekevu. Rudia tena hapo. Rudia tena. Leo kukimbiana hakuna. Inasemaje? Je, ndio dini yako sio mataraja yako? Wewe si uko na matarajio? Mpe. Si uko na matarajio? Matarajio? Ndio. Ambayo yanatengenezwa na dini. Matarajio yanatengenezwa na dini. Matarajio yanatengenezwa. Rudia tena andiko hilo. Rudia tena. Wewe hafahamu Biblia. Rudi tena. Unaulizwa. Dini yako si matarajio yako? Kumbe dini yako ndio nini? Unaulizwa. Si umeulizwa? Kumbe dini yako ndio nini? Matarajio yako. Unaulizwa, si ati ndio. Rudia tena andiko. Usibishane bodi. Wewe unaulizwa. Mpe, sio mimi naulizwa. Mimi dini ninayo. Nani anaulizwa? Wewe ndio huna dini. Wewe uko na dini? Wewe uko na dini wewe? Ndio. Kaka aya saizi uone vile nitazimimina. Nitolee 5. Ngoja nataka nione kama uko na dini. Usikimbie, mpe. Nitolee Qur'ani hiyo 5. Mpe tena 35. Nisomee 5:35 tuone kama wewe uko na dini. Aya, mpe maiki. Rudia tena Ayubu. Je, ndio dini yako sio matarajio yako? Hebu subiri. Mungu anawauliza hawa kwamba dini yako sio matarajio yako. Sisi tunapata Uislamu, ndiyo dini yetu, lakini kupitia Uislamu tuna matarajio kwamba baada ya maisha haya Mungu ametuandalia maisha mengine mazuri zaidi ya haya. Baada ya kuitarajia, baada ya dini tuna matarajio. Sura 43 aya yake 68, nimuonyeshe kitu.
ambacho kwa Biblia hakuna. 43:68 Qur'an inasema, baada billahi minashaitani rajim, twende. Enyi waja wangu, enyi waja wangu safi, mlio wazuri, twende. Hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala ndio hamtahuzunika. Endelea. Waja wangu ndio ambao waliziamini aya zetu, safi, na walikuwa Waislamu kamili. Hapa wanatajwa watu, tuna matarajio baada ya kufuata Uislamu. Sisi Waislamu tuna matarajio baada ya maisha haya, kuna kile tunatarajia mbele. Ndio Ayubu anauliza, je, dini yako sio matarajio yako? Sisi Waislamu kuna kitu tunatarajia baada ya kufuata Uislamu. Endelea. Ingieni bustanini. Tunatarajia kuingia bustanini, yani ndio peponi, ya kuingia peponi. Nyinyi safi na wake zenu ndio mtafurahishwa humo. Mpe. Hayo ndio matarajio yetu, yani raha duniani, raha duniani. Hayo ndio matarajio yetu baada ya kufuata nini? Jilizi, tuende pamoja. Nauliza, tunatarajia haya baada ya kufuata nini? Dini yenu umesema ni? Sijui, mpe sasa. Tulia. Dini yenu umesema ni Uislamu, si ni kweli? Sio mimi nimesema. Kitabu Qur'ani inasema. Inasemaje? Dini yenu ndio ni Uislamu. Kumbe Qur'ani inasema dini yetu ni Uislamu. Biblia inasema dini yetu. Tulia sasa, tunaona sasa hakuna. Sasa kama imesema hivyo, njia yenu nayo ni gani? Mpe huyo. Njia yenu 626 Qur'ani. Njia yenu sasa. Ananipima, ananidipu. Sio kupima. 626 njia yetu yenu Uislamu. Twende sasa. Sasa hoja tuone njia yetu sasa. 626 Qur'ani. Baada billahi minashaitani rajim. Ananidipu. Bismillahir rahmanir rahim. Twende. Na hii dini ya Uislamu. Rudia tena. Na hii dini ya Uislamu. Rudia tena apate fahamu huyo. Na hii ndio dini ya Uislamu. Safi. Ndio njia. Ndio njia. Safi. Ya Mola wako. Iliyonyooka. Waislamu takbir. Allahu akbar. Umesikia njia hiyo? Sasa umeingia dini ndio njia. Si umeingia sasa? Nimeingia ndio. Dini ndio nini? Ndio njia, ndio njia, si kweli? Nisomee 5:35 sasa. 5:35 alafu kupiga. Dini yenu ndio njia. Subiri hapo. Kwa hivyo hakuna njia na hakuna dini. Dini ndio njia. Ni kutengeneza na umeingia sasa. 2:14 inasema kazi, umeona? Inasema baada billahi minashaitani rajim. Wacha kuna mahali pa kumnyongea sasa. Kwa kona. Hapo ndio nitakapomnyongea huyu. Twende. Enyi mlioamini, safi, mcheni Mwenyezi Mungu sana na tafuteni njia sana ya kumfikiria. Mpe, tutafute nini? Umeambiwa utafute njia ya kufanyeje? Ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunatafuta nini? Si uko na njia already? Nasema already uko na njia, unasema dini yangu ndio njia. Mpe sasa. Na unaambiwa tafuta njia. Unatafuta njia gani uko kwa njia wewe? Sasa. Unatafuta njia gani? Anauliza sasa. Ikiwa mko kwa njia, unatafuta njia gani? Unatafuta njia gani? Kwa hivyo umepotea, tafuta njia. Mpe dada. Tafuta njia. 616 sasa Qur'ani. 626. Hiyo njia sasa ndio hiyo. Tushapata. Wewe sasa tafuta yako, tueleze iko wapi. Mpe, inasemaje? Na hii dini ya Uislamu. Wewe usiangalie kando, rudia tena. Na hii dini ya Uislamu. Safi. Ndio njia. Ndio njia. Safi. Ya Mola wako. Ndio fanyeje? Iliyonyooka. Tushapata yetu njia. Subiri hapo hapo. Yetu tushapata. Mungu anasema hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Tunarudi pande yenu sasa. Marko 12:14 atueleze hiyo njia yake inaitwaje? Marko 12:14 kitabu cha Marko. Marko 12:14. 14. Twende. Inasema mwalimu. 12:14. Inasemaje? Inasema mwalimu. Safi. Hata ndio walipofika walimwambia nini? Mwalimu. Hebu mpe kwanza anze kubishana. Mpe maiki. Chukua maiki Boni. Akiitwa mwalimu kwa mujibu wa kitabu cha Marko, anakusudiwa nani? Jerisi. Anakuuliza anakusudiwa nani? Swali rahisi. Uko kwa njia. Mpe tena. Na unaambiwa utafute njia. Uko kwa njia, umetolea hayo kwa njia. Mpe tena, mchukua maiki msomaji. Unaambiwa utafute njia. Hawa wamekuja kubai time. Mpe maiki. Sio kubai. Haya, rudia tena andiko. Inasema ndio. Hata walipofika safi, walimwambia nini? Mwalimu. Mwalimu, yani subiri, nilipomuuliza akitajwa mwalimu kwa mujibu wa Biblia nani? Alayhi salam. Amekataa kusema.
ni maana hajui huyo mwalimu ni nani, na sio kukataa kusema na buy time. Endelea kusoma andiko. Mwalimu, ndio tunajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Mpe sasa, akatae tena. Nani mtu wa kweli? Mwalimu. Nani mtu wa kweli? Mwalimu. Ni nani huyo? Mimi siongezi Bible. Mwalimu. Humjui? Siongezi Bible. Mwalimu. Huyo mwalimu humjui? Ni mwalimu. Lakini humjui? Ni mwalimu. Humjui? Si ametajwa mwalimu. Mpe tena. Anakataa. Ametajwa mwalimu. Twende sasa. Mwalimu, tunajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Safi. Wala hujali cheo cha mtu. Mpe. Nani huyo hajali cheo cha mtu? Hajali cheo cha mtu. Ni nani? Mwalimu. Ni nani? Mwalimu. Unamjua? Mwalimu. Unamjua? Si ni mwalimu. Nani? Nani huyo? Nani huyo? Mwalimu. Si nimesema vizuri ni mwalimu. Mpe sasa. Utamjua tu. Hajali sura za mtu. Endelea. Mwalimu anaitwa nani? Twende. Kwa maana utazami sura za watu sana, lakini ndio katika kweli waifundisha njia ya nani? Ya Mungu. Mpe. Nani huyo? Anafundisha njia ya Mungu. Nani? Ya Mungu. Nani? Na yeye ndiye njia. Nani huyo anayefundisha njia ya Mungu? Nani anayefundisha njia ya Mungu? 16. Mpe maiki huyo. Wacha nikujibu. Peana maiki. Wacha nikujibu. Peana maiki. Wacha nikujibu. Nimeridhika, peana maiki. Hapana, wacha nikujibu. Chukua maiki msomaji. Chukua maiki. Kuna watu wako hapa kwa ajili ya kubai time. Inasema hivi, mwalimu, twajua wewe mtu wa kweli, na katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Hii ni Yesu anayefundisha njia ya Mungu, lakini kwa ajili ya kubai time hataki kusema. Na anajua akisema ni Yesu, nitamuuliza hiyo njia ya Mungu anayefundisha ni gani? Majibu hana. Simama Boni, mpishe mwingine. Juma na huyo mwingine kaka mwenye kuchati. Mtachati kwa nani? Kwa plot. Wape viti. Haya, wape viti. Mteo kaka mwenye viatu venye t-shirt mpya. Amani ya Mwenyezi Mungu ya pamoja nawe. Iwe nawe pia. Unaitwa nani? Naitwa Joshua. Joshua. Muislamu. Mimi ni Mkristo. Dini yako Mkristo. So, mwalimu, kwanza before hata niulize swali. Hii ni mjadala ya amani, si kweli? Nani kapigwa? Yaani natoa ibisho, si kwa mbaya. Sio wewe wa kutoa. Wewe hujaalikwa. Si umekuja mwenyewe? So, hebu ngoja kwanza. Wewe si umekuja mwenyewe? Ni kweli. Wewe wakati unakuja hapa ulijua ni mahali ya machafuko? Inaweza kuwa ya machafuko, lakini mpe maiki sasa. Wacha niulize swali. Wewe tufulia tu hapo. Tuende tu maiki. Sura ya 9 yake ya 6 Qur'an. Yaani umetoka huko na t-shirt yako mpya. Umekuja na mawe hapa. Inasema twende. Baada billahi minashaitani rajim. Twende. Na kama mmoja washirikina akikuomba umlinde sana ili ndio asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Twende. Basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Mpe sasa. Hebu subiri. Ama wewe ni mshirikina? Hizi ni mshirikina wewe. Wacha niulize swali. Ngoja kidogo nioke na sikama. Kidogo kisha uulize swali. Sawa? Sawa. Na unalindwa hapo. Au ulijitambulishaje? Nimesahau. Yaani hawa dini wanapita kama baba. Mimi nimekwambia ni Mkristo. Nilikuwa nauliza. Wewe si ni mtu Mkristo. Dini yangu ni Ukristo. Wacha niulize swali mwalimu. Ndio unaona. Akifika dini yangu ni Ukristo anasema wacha niulize. Ndio nataka kuuliza. Usije kuuliza mapema kwamba tuonyeshe dalili. Uliza swali. Sawa. Nataka nisomee Qur'an. Hii tafsiri ya Farsi. Ndio. 12:19. Haya. Sawa. Joshua. Sawa. Leo mimi najua umejua kuzungumza. Kwani sikuwa najua. Hebu tulia kidogo. Sawa. Umeanza kusema nisomewe hii Qur'ani tafsiri ya nani? Ya Farsi. Hiyo ndio kujua kuzungumza. Kwa sababu siko hapa mbili mwalimu. Sawa, hizo tafsiri zote ziko sawa. Ungesema nisomewe Qur'ani. Ingeletwa Qur'ani kavu. Kisha ukose swali. Lakini nimekupongeza, kwanza umeanza na neno tafsiri. Mimi kwa sana najua Kiswahili. Kiswahili uko vizuri. Siko hapa ni Kiswahili. Unajaribu. Sawa. Wacha nisomee hiyo. Waislamu takbir. Nimepewa maneno hapa na kiongozi wetu Abdurrahmani Bayo kwamba ile pesa ambayo tumeitisha imetosha. Waislamu takbir. Kila aliyetoa Mwenyezi Mungu ameshamdalillah.
Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwanza nianze na sala mzima na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ambaye kwamba amenijalia kaniwezesha mimi na wewe tukawa ni wenye kufika siku ya leo. Kisha vile vile nimtakie rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma na si mwingine bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Waislamu, nafikiri jana tulikuwa hapa pamoja nikizungumza masala mzima ya Pasaka, na ametokea mchungaji sijui nani aliweka kwenye TikTok, amenifuata kwenye akaunti yangu akaniambia ako tayari kujadiliana na mimi, na mimi kesho na muhost kwenye Radio Ikra kesho inshallah saa 5:10. Kesho inshallah saa 5:10 nataka kupambana na huyu bwana. Wachani niliyazungumza jana, sasa namkujia sasa sababu nuzul yenye ilifanya sasa hii Pasaka itokee. Akipenya hata sekundi moja, niliwaambia Uislamu nawaambieni bye bye. Inshallah kesho msichelewe, tukutane saa 5:10. Pastor amejitolea kabisa na ni mjanja, amesema siniite kwa kanisa juu alijua hiyo kanisa tunang'oa msalaba na tunaweka kibla pale ndani. Mpe maiki. Sawa. Nipe msomaji hapo. Wewe ndio nakutaka sasa. Mimi ndio niko naye. Umetoa katika surati Yusuf. Kweli. Ukapigiwa sherehe, sawa? Akasoma haya alafu akapiga sherehe. Katika sherehe inasema kuuzana kulikweko miaka mingapi? 1400. Kabla hajafanya nini? Kabla ya kuja dini ya Uislamu. Mpasome sasa. Ampasome. Na nilijua lazima hawa akisungumza kitu kimwambia rudie bila andiko hawezi rudia. Nasema ngoja mwalimu niangalia mtu akumpatie kitabu, kwa sababu hii ukimpa mhadhiri kinaenda. Nimpe nani brother nishikie. Bios nikimpa isipati. Itaipata Mombasa. Mwalimu somee. Inasema safi. Unaona, kuuzana kulikuwako safi zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Mpe hajafikisha mpaka hapo. Sio mimi nilikuwa nasema. Sawa. Taratibu. Kweli. Kumbe kuuzana kulikuweko miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Uislamu. Aliyokuja nayo nani? Nabii Muhammad. Mpe. Sawa. Mpe 3:8 mchuzi. Acha aruke sasa. Sabato alafu tena hata sitaki kusema. Ni mgonjwa siku zote. Mwalimu. Naam. 3:8 mchuzi. Haya. Nataka uweke Biblia kando. Weka Biblia. Tunasoma andiko. Tunasoma andiko. Acha. Yaani nikidina Kristo anasikianga raha sana. Yaani yeye anakuja kutusomesha si Qur'ani. Huyu kabisa. Hana udhu. Alafu anajificha kwa shamba ya njugu mchana. Wakati mgongo inaonekana wazi. Nenda kunyorosha. Soma mwalimu. Nasema. Naam. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad Ibrahim. Nabii Ibrahim. Ngoja mpe kwanza. Kuna dini aliyokuja nayo nani? Mwalimu, kama unataka tuende hivyo wacha asome amalize. Tunaenda. Alafu na mimi nikupea. Tutamaliza. Sawa. Kumbe kuna dini aliyokuja nayo nani? Nabii Ibrahim. Na kuna dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad. So kumbe kuna dini aliyokuja na Ibrahimu na kuna dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad, sawa? Kweli. Haya wacha tusitafute, endelea. Labda kuona. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahim safi inawafikiana kabisa, ndio, na aliyokuja nayo Nabii Muhammad safi, na hiyo ya Nabii Musa safi, na Nabii Isa safi, ilikuwa vivi hivi, ndio, kabla kuharibiwa ndio na Mayahudi na Manasara. Sawa. Sawa ni sabuni. Mwalimu, uko vizuri na umesema dini yenye Adam, yani Ibrahimu alikuwa nayo, ndiye alikuja nayo Yesu ambaye ni Isha, ndiye alikuja nayo Muhammad, si kweli? Sawa. Wacha asome 16:25 maelezo yake. Tuone vizuri. Tuone ni gani ilikuwa mbele. Tunakuja vizuri. Tunakuja vizuri. Wacha asome hiyo. Subiri. Tunakuja vizuri Joshua. Kweli kabisa. Kumbe kuna dini aliyokuja na Ibrahimu, sawa? Kweli kabisa. Hii dini aliyokuja na Ibrahimu ni same na aliyokuja na nani?
Isa. Isa. Muhammad, Nabii Muhammad. Nimesema Isa alafu Muhammad ndio wa mwisho. Wewe. Kwani dini alivyokuja nayo Nabii Ibrahim safi inawafikiana kabisa na aliyokuja nani? Sawa. Nabii Muhammad alafu Isa. Sawa. Iko sawa. Iko sawa. Mpe. Sasa na Muhammad. Naam. Nabii Ibrahimu, hii dini aliyokuja nayo ni dini gani? 22:78. Kwa sokoni tena. Mauzo nyanya. 22:78. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema. Naam. Nataka ufunge hii kiasi tu focus. Twende mwalimu. Uwezi kuwa una safu tu, weka tu hapa, weka tu hapa. Weka hapo, focus. Inasema safi. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu safi kama inavyostahili kupiganiwa. Hebu mpe kidogo. Piganieni dini za Mwenyezi Mungu au piganieni dini ya Mwenyezi Mungu? Ni dini ya Mwenyezi Mungu moja. So, inapokuja dini za ni dini ya dini za ni moja. Ni moja. So ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu ambaye ni moja, sawa? Sawa. Haya. Sawa. Haya. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Safi. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Safi. Nayo dini hii ndiyo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Mpe kwamba dini hii ni mila ya baba yetu nani? Ibrahim. Ambaye dini wametuambia tuipiganie ni dini moja, sawa? Lakini nataka tuende vizuri. Lakini tunaenda. Ibrahim alikuwa mbele. Yesu alikuwa mbele. Safi. Muhammad alikuwa mbele. Muhammad amekuja nyuma ya wao. Sawa. Tuenda tu vizuri pale. Tutaenda mpaka tumalize. Sawa. Sasa kumbe hii dini ambayo tunaambiwa tupiganie ni mila ya nani? Ya Ibrahim kulingana na Qur'an. Haya, mpe. Endelea. Nayo dini hii ndiyo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Safi. Yeye Mwenyezi Mungu ndiyo alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu zamani kiasi. Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko na katika Qur'ani hii pia. Na katika Qur'ani hii pia. Rudia tena. Na katika hii Qur'ani pia. Ndiyo umeitwa jina hilo. Mpe. Brother, sawa. Twende pole pole. Kumbe dini aliyokuja nayo na Ibrahimu ilikuwa dini tu moja, na hii dini ni mila ya Ibrahimu. Kweli. Na katika Qur'ani hii vile vile Mwenyezi Mungu ametuita dini gani? Dini hiyo ya Uislamu. Mpe. Bali msiunipe na mimi na nakupa nafasi ya kuongea. Nitakupa nafasi ya kuzungumza. Sasa unajua, unapeana moja anapeana moja. Ndio tunaenda vizuri. Sinipeane mimi. Sawa. Kuna kitu nilikuwa nataka kukifanya. Nikimaliza nikupatia nafasi ya kuweza kuzungumza. Umetoa hiyo nitoe, alafu sasa useme. Sasa sikiliza, nakupa alafu utoe. Sawa. So umesema Yesu alikuja kabla ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Qur'ani, hata Qur'ani inasema hivyo. Hata wewe. So umesema kwamba Nabii Muhammad alikuja nyuma ya Yesu. Ni maandiko inasema hivyo, sio mimi. Muhammad ni mtume wa mwisho, si ni kweli? Ndio. Sio mimi. Sasa sinataka tukubaliane kweli kwamba Nabii Muhammad yeye ndiye alikuwa mtume wa mwisho. Yesu alimtangulia, sawa? Wote Abrahamu alimtangulia, Yakobo alimtangulia, wote walimtangulia. Sijazungumzia Ibrahimu. Wacha asome mwalimu. Nazungumza kuhusu Yesu. Iko hivyo. Niko katikati ya Nabii Isa na Nabii Muhammad. Iko hivyo. Si Yesu alitangulia Nabii Muhammad? Kweli, kweli. Aha. Sasa mpe huyu. Mwalimu. Naam. Baruani 3:52. Acha aruke. Unajua hapa amesema kwa Muhammad, kwa Nabii Muhammad nikamtoa kwanza. Sasa waje niweke Yesu kabla ya Nabii Muhammad. Sasa tunakuja 3:52 Baruani nasema. Man answar. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Isa alipohisi ndio kuwa kati yao pana ukafiri alisema. Safi. Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Ndio. Wanafunzi wake wakasema. Ndio. Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Safi. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Ndio. Na shuhudia kwamba sisi hakika ni Waislamu. Mpe. Kumbe wanafunzi wa Nabii Isa, wanafunzi wa Yesu, wanaambia Yesu awashuhudie kwa Mungu. Wao ni dini gani? Waislamu. Akiwashuhudia Yesu mwenyewe atakuwa dini gani? Hapo alimspiki hiyo. Au pingi. Au pingi. Aha. Sasa upingi. Unajua ugonjwa nataka nikutoe ni hii andiko mmelizoea la kusema
kuuzana kulikweko miaka 1400 kabla dini aliyekuja naye Nabii Muhammad. Sasa hao waliomtangulia ndio walikuwa nataka nikutolee dini zao, bimaana kuna watu walitangulia Nabii Muhammad, hao wote walikuwa Waislamu. Alipokuja Nabii Muhammad vile vile alikuja wakati wake akiwa Muislamu. Sawa man, nakubali. Kulingana na hii Qur'an alipewa Muhammad. Watafsiri wa hizi Qur'ani siku hapa mbili, walitafsiri wanajuoni wa Kiislamu ambao mimi sikuwakuta wala wewe wala Muislamu yote, ila tunasoma yaliyoandikwa ndio tunayaamini, si kweli? Nataka nisomee tafsiri ya Barwani 60:125, asome maelezo yake. Sasa mwalimu akimaliza hapo anachangia. Nasema haya Muhammad, tunaenda naye polepole hivyo hivyo, ingia naye tutatoka tu, haina shida. Haya, kiasi na ningekwasabia mmoja mpaka nimaliza ukiwa Waislamu. Hakuna nabii alikuwa Mkristo. Maliza alafu tumpachike swali huyu. Anasema nisome maelezo, nasema Barwani, ewe nabii, naam, lingania uite watu kwenye njia, ama unataka hapa sio? Unataka hapa. Sawa, tusomee. Nasema ewe nabii, lingania uite watu kwenye njia ya haki ambalo Mola wako mlezi amewataka watu wako waifuate, na katika huo wito wako pitia njia ambayo inamsibu kila mmoja wao. Waite wenye vyeo vya juu katika hao kwa maneno ya hikma na kwa mujibu wa akili zao, na watu wa kawaida waliobaki katika yao walinganie kwa kuwapa mawaidha yanayowaelezea na kuwapigia mfano ya mambo ya wanayopambana nayo na kuelekea kwenye haki, na uongoze kwenye njia fupi inayowanasibu, na jadiliana na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia, yaani Mayahudi na Wakristo, kwa kutumia hoja za kiakili, mantiki na maneno ya laini. Asante. Na majadiliano mazuri, si maneno ya ukali na matusi. Haya. Sasa hapa ni mtume anaambiwa. Safi. Na mtume ndiye alipewa Qur'an. Kweli. So anaambiwa ujadiliane na watu wa dini zilizotangulia, si ndio? Na hapo umesema Abrahamu alikuwa na hii dini ya Uislamu ambayo Nabii Isa pia alikuja akaifuata. Mtume naye akakuja akaifuata. So mimi nauliza, na ile andiko ya kwanza nilitoa. Sawa. Kuhusiana kulikuweko miaka 1000. Nikauliza watu walikuwa wa dini gani before Uislamu? So hizi dini zilikuwa zimetangulia. Zilikuwa mbele ya Muhammad ama zilikuwa nyuma? Nakujibu. Sawa. Nakujibu. Sawa. Mpe 2:13 kana nasoma tu Wahida mwalimu, piga alafu